Hii ni Biomedia mtazamaji. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, endelea kukaribia sana na kuendelea kusubscribe kwa kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za udaku, habari za kisiasa pamoja na matukio yote ya kijamii. Anakuhabarisha si mwingine, mimi ni Official Rose D. Karibu sana. Tuko na vita ya Baba Levo na Zitto Kabwe imezidi kuwa kubwa. Mange amjibu Baba Levo mara tu baada ya kumchana makavu Kabwe arejee kwa wapiga kura. Hili limekaaje? Ni habari za kisiasa. Sasa tuangazie taarifa kuhusiana na mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Clatous Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Siku ya jana Februari 22, 2026 alitoa kauli ambayo ilizua mjadala akimtaja kiongozi wa zamani wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe katika mkutano wa hadhara ambao ulifanyika Kigoma mjini. Kauli hiyo ilitolewa wakati wa mkutano ulioongozwa na katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo ya Chama cha Mapinduzi CCM Kenani Kihongosi, ambao ulihusisha wanachama na wananchi wa eneo hilo. Na katika mkutano huo Baba Levo alinukuliwa akisema, wako wanaonipeleka mara wafungue makesi, wanasumbua mahakama tu, si umrudishie nimpige tena watu, si hawa hapa, wapiga kura si hawa hapa, mleteni nimpige tena, maana hii inaitwa mwana ukome. Bana, kauli hiyo imesambaa mitandaoni kwa kasi na kuzua tafsiri tofauti miongoni mwa wananchi, huku baadhi wakieleza kuwa inalenga ushindani wa kisiasa uliotokea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Katika uchaguzi huo Zitto Kabwe alikuwa mgombea wa ACT Wazalendo katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Baba Levo alitangazwa mshindi wa kiti hicho kwa tiketi ya CCM. Taarifa zilizoendelea kusambaa zinaeleza kuwa kuna shauri lililofunguliwa mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo, ingawa maelezo ya kina kuhusu mwenendo wa kesi hiyo hayakuwekwa wazi katika mkutano huo. Na mkutano wa Kigoma mjini ulikuwa sehemu ya ziara ya viongozi wa CCM kuzungumza na wananchi kuhusu masuala ya chama na maendeleo ya eneo hilo. Hata hivyo pia kauli ya mbunge huyo imechukuliwa na uzito zaidi katika majukwaa ya kijamii, ambako mjadala umejikita kwenye namna wanasiasa wanavyopaswa kuzungumza kuhusu wapinzani wao. Nitakukumbusha kwamba dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi aliwahi kusema kuwa Baba Levo hakustahili kuwa mbunge wa Kigoma mjini. Zitto Kabwe ndio ambaye alipaswa kuendelea kuwa mbunge. Kwa hiyo kwa hizi kauli za Baba Levo huenda zikamwibua mwanadada Mange upya, maana alimpa jina la mbunge kilaza. Hadi sasa hakuja kuwa na tamko rasmi kutoka ACT Wazalendo kujibu kauli hiyo, lakini juhudi za kuthibitisha kwa kina madai ya uwepo wa kesi hiyo mahakamani zinaendelea, huku wadau wa siasa wakifuatilia pia kwa ukaribu mwenendo wa sakata hilo. Tamati yake itakuwa ni ipi? Basi mimi nitakuwa vema kabisa katika kukuhabarisha yale yote ambayo yatakuwa yanaendelea. Uwe na wakati mwema mtazamaji, usiache kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kukomenti.